Leo nimekuja kutembelea kituo hiki cha kujaza gesi kwenye vyombo, kwenye magari. Na nimeona uwekezaji mkubwa ambao umefanyika na serikali. Zaidi ya bilioni 12 zimezikwa hapa kuhakikisha kwamba tunatoa huduma nafuu ya kwenye vyombo vyetu vya usafiri. Gharama ya gesi kwa kilo moja ni 1500. Huwezi kulinganisha na bei ya petroli au diesel. Lakini kwa mtungi mmoja ambao unaweza kujaza mpaka kilo 17, una uwezo kwa gari ndogo hizo kawaida unaweza kwenda mpaka kilomita 150. Ni nafuu kubwa sana kwa vyombo vya usafiri. Dar es Salaam ni sehemu ambayo watu wengi wanatumia magari madogo na magari makubwa, lakini kuna watu wanafanya biashara za magari kama watu wa Bolt, Uber na vitu kama hivyo. Kwenye vituo hivi tunavyo vichache. Sasa hivi tunao mpango mpaka kufika mwakani mwezi wa 6 tutakuwa angalau kwa Dar es Salaam kila barabara kubwa itakuwa ina vituo kwa ajili ya kujaza gesi. Na mikoani tuna mpango wa kujenga vituo vikubwa Morogoro, Dodoma, Moshi, Tanga na Arusha, ili wale watu wanaosafiri kwenda katika mikoa hiyo na mikoa ambayo iko jirani na hiyo angalau waweze kupata access ya kujaza gesi pale itakapokuwa imeisha. Tunajua kwamba mfumo wa gesi ndio mfumo nafuu zaidi katika usafirishaji. Na serikali kwa kujali tunatumia rasilimali tulionayo kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na rasilimali tulizonazo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenye vyombo vya magari, sekta binafsi kuja kuwekeza katika eneo hili. Mpaka sasa hivi magari na bajaji zaidi ya 12,000. Zamani kituo hiki kilikuwa mtu kujaziwa anachukua mpaka masaa 3. Sasa hivi ni dakika 4 tu. Ndani ya dakika 4 mtu anakuwa ameshaondoka, ameshamaliza kujaziwa mafuta kwenye chombo chake cha usafiri. Nitoe rai kwa sekta binafsi kuwekeza katika jambo hili. Tuna mfumo wa PPP ambao ndio mfumo rahisi na bora na wa haraka wa kufikisha huduma kwa wananchi. Na sasa hivi umerahisishwa, tuna one stop center kwa ajili ya kufanya registration na mambo kama hayo. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa sekta binafsi kuwekeza. Hapa nimekuta kuna gari limebeba mitungi linatoka Ruvuma kuja kujaza hapa gesi na kurudi Ruvuma. Sasa unaweza kuona namna gani sekta hii ambavyo inatija na inatoa nafuu kwa Watanzania. Kama nilivyosema, kubadilisha mfumo kwa wale vijana ambao wana magari na wengine nimekutana nao hapa. Kubadilisha mfumo ni karibu milioni 1.2 milioni. Sasa hivi serikali inatengeneza mkakati wa kupunguza gharama za kubadilisha mfumo wa kutoka kwenye petroli au diesel kwenda kwenye mfumo wa gesi. Hiyo ni baada ya kuelewa kwamba vijana wengi wamejiajiri katika sekta ya usafirishaji. Na hiyo ndio inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali. Hapa tuna karakana ya kisasa inajengwa ili kupunguza wasiende huko mitaani kupigwa gharama kubwa, sababu serikali zinafanya kazi kwa ukaribu. Kwa hiyo niseme tu vijana tumefikiwa na vijana tunapewa kipaumbele kwa sababu ndio wanufaika wakubwa sana na ndio nguvu kazi ya taifa.